Hivi unafahamu nini kuhusu lugha ya Kiarabu? Ungana nasi ujifunze nahwu kupitia kitabu Al-Azhariyya fi ilmi al-Arabiyya cha al-Sheikh al-Allama an-Nahwi Khalid al-Azhari rahimahullahu ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametufanyia wepesi tukawa tumefanikiwa kukutana hapa katika hichi kikao cha kielimu, kikao cha kusoma elimu muhimu katika elimu za lugha ya Kiarabu ambayo ni elimu ya an-nahwu, na tunamtakia sala na salam mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye ametufundisha dini ya Uislamu, watarakana ala albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ndugu zangu, hichi ni kikao chetu cha kwanza katika kusoma hii al-matn al-mubarak ambayo inaitwa Al-Azhariyya fi ilmi al-Arabiyya, ambayo imeandikwa na Sheikh Khalid bin Abdullah al-Azhari al-Shafi'i an-Nahwi al-ma'ruf bil Waqat rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na ilikuwa tuisome hii risala muda mrefu uliopita na tuimalize, lakini Allah tabaraka wa taala hakukadiria hivyo. Tukaona kwa siku ya leo tuanze kusoma hii risala al-mubaraka, na tutakuwa tunasoma hii risala kwa wiki mara 3. Tutakuwa tunasoma siku ya Alhamisi kuanzia saa 3 usiku kama tulivyofanya siku ya leo, na siku ya Jumamosi saa 3 usiku, na siku ya Jumapili kadhalika saa 3 usiku. Kwa hiyo kwa wiki tutakuwa tunasoma hii risala kwa siku 3. Na tunamuomba Allah tabaraka wa taala tufanyie wepesi tuweze kuimaliza hii risala na tuweze kuifahamu na kuielewa, kwa sababu kufahamu lugha ya Kiarabu na kuielewa ni sababu ya kufahamu kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na ni sababu ya kufahamu sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni sababu ya kufahamu na kuelewa vitabu mbalimbali ambavyo
vimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Kabla ya kuanza kusoma hii risala, tutazungumzia historia ya Sheikh Khalid, mwandishi wa hii risala. Tutazungumzia historia yake biikhtisari, kwa ufupi. Kisha tutazungumzia nafasi ya hii risala katika vitabu ya nahwu, na baada ya hapo tutaingia moja kwa moja katika kusoma hii risala al-mubaraka bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi wa tawfiqihi. Mwandishi wa hii risala anaitwa Sheikh Khalid bin Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Ahmad al-Misri al-Azhari al-Shafi'i al-Nahwi al-Ma'ruf bin Waqqad. Huyu ndo mwandishi wa hii risala. Kwenye kitabu ukifungua ukurasa wa 9 utaona historia fupi, tarjama fupi ya Sheikh Khalid al-Azhari rahimahullah ta'ala. Na sababu ya kuitwa al-Azhari ni nisba katika chuo cha Al-Azhar ambacho kipo Kairo katika nchi ya Misri. Kwa hiyo amenasibishwa katika hichi chuo, katika chuo cha Azhar, katika chuo cha Al-Azhar Sharif ambacho kinapatikana Kairo katika nchi ya Misri, kwa sababu alijiunga na hichi chuo wakati anachukua elimu. Na vile vile alikuja kusomesha katika chuo cha Al-Azhari rahimahullah ta'ala. Na anajulikana bil Waqqad. Al-Waqqad ni mwenye kuwasha. Kwa nini ameitwa Al-Waqqad? Ameitwa Al-Waqqad, amepewa hii laqab kwa sababu alikuwa anajishughulisha na kuwasha taa za Azhar. Alikuwa anajishughulisha na kuwasha taa za chuo cha Al-Azhar, akaitwa Al-Waqqad. Na inasemekana kwamba siku moja mafuta yaliangukia daftari la moja katika wanafunzi. Yule mwanafunzi akakasirika, akawa amemtukana Sheikh Khalid al-Azhari rahimahullah ta'ala, na akamwambia kwamba wewe ni mjinga. Fashatamahu wa ayyarahu biljahl, akamtukana na akambeza kwa ujinga, akamwambia kwamba wewe ni mjinga. Baada ya kushambuliwa na kuambiwa kwamba wewe ni mjinga, akaacha masuala ya kuwasha taa katika chuo cha Azhar, wa akabba ala talabi ilmi hatta bara'a fihi, na akawa anajishughulisha na kutafuta elimu hatta bara'a fihi, mpaka akawa mahiri katika masuala ya kielimu. Kwa hiyo ameitwa Al-Waqqad kwa sababu ya hii kazi ambayo alikuwa anaifanya katika chuo cha Al-Azhar Sharif. Amezaliwa Sheikh Khalid ibn Abdullah al-Azhari rahimahullah ta'ala mwaka 838 min al-hijra an-nabawiyyah ash-sharifa. Kwa hiyo amezaliwa mwaka 838 rahimahullah ta'ala, amezaliwa katika huu mwaka. Sifa zake na tabia zake, alikuwa ni mtu ambaye anasifika kwa ucha Mungu na wema, mpaka ikasemwa kwamba innahu insanu khair, kwamba huyu ni mtu wa khairi. Kama ambavyo alikuwa ni mtu ambaye ana ulimi mtamu, yani alikuwa ni mtu ambaye ana maneno matamu rahimahullah ta'ala. Na
alikuwa ni mtu ambaye ana ikhlas katika kuandika vitabu, mpaka ikasemwa ya kwamba sababu ya kunufaika na hichi kitabu cha al-Muqaddimatu al-Azhariyya fi ilmi al-Arabiyya ambacho tutakisoma katika hizi durus insha Allah taala ni ikhlasi yake katika kuandika hichi kitabu rahimahullah taala. Amechukua elimu kwa mashekhe wengi, wametajwa hapo ukurasa wa 11. Kiangalia utaona mashekhe ambao wamechukua elimu kwao. Kuna shekhe wa kwanza huyo, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Hao ni mashekhe ambao wamechukua elimu kwao, na ana wanafunzi vile vile wametajwa hapo. Kuna mwanafunzi wa kwanza Shihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qastalani al-Misri al-Shafi'i, wa yukna Abul Abbas au yukanna Abul Abbas. Huyu ni katika wanafunzi wake, na wanafunzi wake wengine wametajwa hapo namba 2 na namba 3. Ameandika vitabu vingi rahimahullah ta'ala. Hapa tutataja vitabu ambavyo ameandika katika upande wa nahwu. Katika vitabu vyake katika upande wa nahwu, al-Azhariyya fi ilmi al-Arabiyya, ambao ni matini ambao tutaisoma katika hizi durus. Al-Azhariyya fi ilmi al-Arabiyya, hivi ni katika kitabu chake, yani hichi ni katika vitabu vyake Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala. Na vile vile al-Alghaz an-Nahwiyya, ni katika vitabu vyake vya nahwu. Na vile vile Sharh Muqaddimat al-Azhariyya, yani hii matini ambayo tutaisoma ameiandika na akaisharhisha vile vile. Na vile vile amesharhisha Sharh Muqaddimatul al-Ajurrumiyya fi ilmi al-Arabiyya, kitabu ambacho ni mashuhuri. Kitabu cha al-Ajurrumiyya vile vile amekisharhisha rahimahullah ta'ala. Na amesharhisha Sharh al-Awamil al-Mi'a lil-Jurjani, amesharhisha hii matini, na hii matini katika matini nzuri vile vile, al-Awamil al-Mi'a lil-Jurjani rahimahullah ta'ala. Na amesharhisha Sharh at-Tasheel ya Ibn Malik rahimahullah ta'ala. Ibn Malik ana vitabu vingi vya nahwu. Katika vitabu vyake ni at-Tasheel, ambayo inahesabika ni katika vitabu vikubwa vya Ibn Malik rahimahullah ta'ala. Mpaka wanasema kwamba Ibn Malik asingeandika isipokuwa at-Tasheel, ingemtosha kuhesabika ni moja katika wanachuoni wakubwa wa nahwu na elimu ya Kiarabu. Na katika vitabu vya Sheikh Khalid vile vile Sharh al-Kafi ya Ibn al-Hajib ni kitabu cha nahwu. Na katika vitabu vyake vikubwa ni at-Tasrihu bi madhmun at-Tawdih. Hichi kitabu ni sharhi ya Awdah al-Masalik ila Alfiyat ibn Malik, yani Imam Ibn Hisham al-Ansari rahimahullah ta'ala. Awdah al-Masalik imesharhishwa na Sheikh Khalid, sharhi yake imeita at-Tasrihu bi madhmun at-Tawdih. Na vile vile kuna kitabu kinaitwa Tamrinu at-Tullab fi Sina'ati al-I'rab. Tamrinu at-Tullab fi Sina'ati al-I'rab. Hichi kitabu ameiribia Alfiyat ibn Malik kalimatan kalima, neno neno. Ameiribia Alfiya ya Ibn Malik kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinafaa katika kujifunza namna ya kuiribia. Sheikh Khalid rahimahullah ta'ala akaichukua Alfiyat ibn Malik akairibia kalimatan kalima, na irabu yake hii alfia akaita Tamrinu Tullab fi Sina'ati al-I'rab. Na vile vile kitabu cha 10 ambacho amekiandika katika upande wa nahwu, katika vitabu ambavyo vimetajwa hapa, I'rabul Ajurrumiyya, ni irabu ya al-Ajurrumiyya, Muqaddimatul Ajurrumiyya ya Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kuna kitabu kimoja hakijatajwa hapa katika vitabu muhimu ya Sheikh Khalid, kinaitwa Muwassilut Tullab ila Qawaid al-I'rab. Kinaitwa Muwassil, yani bisad,
المكسورة موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب أمشرحشا قواعد الإعراب كتاب الإعراب في قواعد الإعراب كالإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفاته كفاكواك رحمه الله تعالى wameafikiana waliotaja historia ya Sheikh Khalid Al-Azhari rahimahullah ta'ala kwamba Sheikh Khalid amefariki mwaka 905 Hijria, amefariki mwaka 905 Hijria rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa hiyo hii ni historia ya Sheikh Khalid Al-Azhari rahimahullah ta'ala. Hiki kitabu kinahesabika ni kitabu cha kati katika vitabu ya nahwu, kwa sababu nahwu ina vitabu vya aina kadhaa. Kuna vitabu lilmubtadiin vya wanafunzi ambao wanaanza, mfano kama al-Ajurrumiyya ni kitabu cha wanafunzi ambao wanaanza kusoma nahwu. Kwa hiyo kuna vitabu vya wale ambao wanaanza kusoma nahwu kama al-Ajurrumiyya, an-Nahwu al-Wadih. Hivi ni vitabu vya wanafunzi ambao wanaanza kusoma nahwu. Na kuna vitabu vya nahwu lilmutawassitin vya wale wanafunzi ambao wamemaliza vile vitabu vya mwanzo, wako kati na kati. Katika hivyo vitabu ni Qatrun Nada ibn Hisham al-Ansari rahimahullah ta'ala, kuna Mulhatul I'rab ya Imam al-Hariri al-Adib al-Mashhur rahimahullah ta'ala, na kuna hichi kitabu hapa ambacho tunakisoma Al-Azhariyya fi ilm al-Arabiyya. Hiki ni kitabu cha lilmutawassitin, cha wale wanafunzi ambao wamemaliza vitabu vya mwanzo wanasoma vitabu vya pili katika vitabu vya nahwu. Na kuna vitabu vya nahwu lilkibar ya wanafunzi wakubwa kama Alfiyat ibn Malik rahimahullah ta'ala. Hiki kitabu lilkibar ni katika vitabu vya wale wanafunzi wakubwa. Na kuna Al-Kafiya ibn al-Hajib rahimahullah ta'ala, na Al-Mufassal ya Az-Zamakhshari rahimahullah ta'ala. Hichi ni kitabu katika vitabu vya al-kibar. Na kuna vitabu vya al-mutakhassisin, watu ambao wamefanya takhassus katika elimu ya nahwu, mfano kama Mughni al-Labib ibn Hisham al-Ansari rahimahullah ta'ala, na vitabu vikubwa ambavyo ameandika ni Imam Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah ta'ala, na vinginevyo katika vitabu vikubwa vya nahwu ambavyo vinasomwa na al-muntahin, wale ambao wamebobea zaidi katika elimu ya nahwu. Baada ya hayo yote ambayo yametangulia, tuingie katika kusoma hii risala al-mubaraka al-Azhariyya fi ilm al-Arabiyya ya Sheikh Khalid bin Abdullah al-Azhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Ukurasa wa 33, ukurasa wa 33, hapo ndo matini ya al-Azhariyya